Bwana, utani wa jadi ni moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa zaidi, hasa baada ya kuona timu moja inafanya vizuri kwenye mashindano yoyote, lakini pia timu nyingine inasuasua kwenye mashindano yoyote. Sasa kitu ambacho anakifanya Ally Shabani Kamwe, anaendeleza ule utani wa jadi ambao umekuwa ukihubiriwa kila itwapo leo katika engo mbalimbali, hasa pale ambapo matokeo yanapokuwa yanamwendea vibaya mtani wake. Lakini kwa sasa hivi pia tumekuwa tukishuhudia hata kuelekea usajili, lakini pia matatizo pindi klabu inapopitia matatizo, basi hata mtani wake pia amekuwa akitumia matatizo yale kuweza kuingia kwa namna fulani hivi na kuendelea kuchachafya, lakini pia kuendelea kukuza jambo ili liendelee kuwa kubwa zaidi. Kwa upande wa Simba, hii wiki sio nzuri. Yaani tangu kabla ya mkutano mkuu wa mwaka mambo yalikuwa fulani hivi yanajadiliwa sana, lakini pia kutokana na matokeo ambayo yaliyapata kwenye mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro Atletico de Luanda, nao pia yaliendelea kuchochea, au ni kama vile moto unawaka alafu mnamwagia mafuta taa. Sasa kuna jambo ambalo ameweza kuliandika Ally Shabani Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram dakika kadhaa zilizopita kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale Msimbazi. Sasa ni jukumu lako kusikia, lakini pia teki ambayo utatoka nayo hapa ni wewe mwenyewe kuona kama kuna ukweli ama ni namna gani, vipi ni zile siasa za Simba na Yanga, lakini pia utani wa jadi. So Ally Shabani Kamwe baada ya kuweza kutua airport, kwanza tuanzie hapo, aliweza kusema kipindi cha kwanza tu pekee kitaweza kuamua mchezo wa leo, jambo ambalo limeweza kutimia kwa namna ambavyo aliweza kusema, kwa sababu pia tumeshuhudia Simba ikipokea kichapo cha mabao 2-0 katika kipindi cha kwanza kabla ya Neo Maema kuja kutupia bao la kufutia machozi kwenye kipindi cha pili kabla ya kuweza kufanywa substitution na kwenda kukalia mbao ndefu. So Ally Kamwe akarudi na posti nyingine, akamposti Joshua Mutale akiwa anacheza, akasema DJ shikilia, akaweka na emoji nyingi za kucheka, kisha akarudi na posti ya tatu na kuandika kaka, kama nilivyokuambia na imekuwa timu yetu inateketea. Mechi hii iliuzwa leo saa 4 asubuhi. Viongozi wa bodi ambao hawamtaki mwenyekiti wa wanachama leo walipanga mipango na wachezaji waliowasajili wao kwa wahakikishe tunafungwa, alafu watapata bonus yao kama kawaida. Si unaona mwenyewe magoli wanayokosa mastrika wetu. Tutaongea mengi asubuhi kaka, nina hasira sana na yanayoendelea hapa. Jasusi leo kaumia sana maskini. Yaani hii ndo kauli ambayo Ally Kamwe ameiongea. Cha kwanza ambacho kinatakiwa kukliki kwenye akili yako, Ally Kamwe amejua vipi kwamba kipindi cha kwanza ndio kitaamua matokeo na imekuwa hivyo? Swali la kwanza ambalo unapaswa kujiuliza. Lakini nikukumbushe pia ametabiri kwamba jezi za Simba za kwenye kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hazitokuwa mpya, na imetokea. Lakini pia ndo huyu ambaye alitoa taarifa ya kwamba jezi zimepigwa picha zile ni original na ikatokea kweli. So kuna some details fulani hivi ambazo zinatokea, zinaonyesha kabisa kuna uvujaji wa taarifa kutoka unyamani kwenda Jangwani. So hili jasusi inabidi Simba walifuatilie vizuri, kwa kuwa ni tayari linatoa details ambazo ni kweli zinakuja kutokea, na kama vipi wapitishe kabisa hata ile mikataba ya kuweza kusaini kuonyesha kwamba kitu kikionekana kimevuja, basi kuna namna watu wanachunguzwa alafu mambo yanaikuwa bayana. So hiyo ndo taarifa ambayo nimeiona, nikaona nishie na wewe na uweze kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea Msimbazi. Bwana, till next time usiache kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama ya kengele.